Miaka 9 ama miaka 10 iliyopita mimi nilikuwa mjumbe wa kamati ya utendaji wa Chama cha Michezo ya Jadi Tanzania, na ofisi zetu, shughuli zetu tulikuwa tukifanyia katika ofisi la Baraza la Michezo BAKWATA, ambazo zipo pale karibu kabisa na uwanja wa Uhuru ama uwanja wa Taifa wa zamani. Lakini si hivyo tu, nimeshashika nafasi ya uweka hazina wa Chama cha Michezo ya Jadi Tanzania, na mwisho hivi karibuni nilimaliza muda wangu wa kuwa mjumbe wa kamati ya fedha wa Chama cha Michezo ya Jadi nchini Tanzania. Maana yake ni nini basi? Kwamba mimi ni mwanafamilia kindakindaki, lakini pia vile vile ni mzoefu na mtaalamu wa michezo ya jadi kama ilivyowasilishwa na mwenyekiti wetu kwa ile michezo 16. Muda mfupi uliopita nimepata fursa ya kucheza bao. Nimecheza na mwenyekiti wangu wa Chama cha Michezo ya Jadi Tanzania, lakini nimecheza pia na dada yangu katibu wa Chama cha Mapinduzi tawi la Mivinjeni. Ni kielelezo tosha kwamba tumetimiza wajibu wetu, lakini vile vile tumemwenzi mzee wetu, baba wa taifa. Sote kwa pamoja tunajua kati ya michezo ambayo alikuwa akiipenda mzee wetu, baba wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ni mchezo wa bao. Ni mchezo ambao alikuwa akicheza nyumbani kwake, ni mchezo ambao akicheza ofisini kwake Ikulu, lakini ni mchezo aliokuwa akicheza mitaani kwa marafiki zake na vijiwe ambavyo yeye alikuwa akienda katika vijiwe hivyo mara kwa mara. Sisi leo kucheza mchezo huu ni kielelezo tosha kwamba tunamuenzi kwa vitendo baba wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu Kambarage Nyerere leo hii tarehe 14 mwezi wa 10 ya kila mwaka tumekuwa tukiazimisha maazimisho mahususi kwa ajili ya uwepo wake katika taifa letu la Tanzania. Shughuli mbalimbali za kijamii, shughuli mbalimbali za kitaifa zinakuwa zinafanyika siku kama ya leo, na sisi kama CHAMIJATA, wakazi wa kata ya Ilala katika eneo hili la tawi la Msimbazi Mivinjeni, tumepata baraka ya kumwadhimisha mzee wetu katika hafla hii fupi iliyoandaliwa na chama cha CHAMIJATA. Asanteni sana viongozi, asante mwenyekiti, asante katibu, asanteni sana wajumbe kwa kuhakikisha hili linafanikiwa. Lakini kipekee nitoe shukrani zangu za dhati kwa taasisi zote ambazo kwa namna moja ama nyingine zimeweza kusapoti jambo hili, na mwisho wa siku leo hii sisi tulio wengi tumekusanyika hapa kwa ajili ya kumwadhimisha mzee wetu, mzee Nyerere. Hili jambo si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Ndugu zangu wa Makunduchi, naomba mlipelekee salamu kwa Mohamed Haji, na mfahamu vizuri na mjua namna gani anavyojitoa kwa taifa letu, na basi tu mipango ya Mungu leo hii tungekuwa tunazungumza Mohamed Haji ni kwamba ni kiongozi mmoja mkubwa sana katika jimbo la Kigamboni, kwa sababu alitia nia ya kugombania ubunge. Mimi namfahamu vyema, anaweza yeye asinifahamu, lakini taarifa zake, kazi zake, mambo yake anayoyafanya kwa jamii hii ya Kitanzania, na si Kigamboni tu anapoishi, bali Dar es Salaam nzima na Tanzania kwa ujumla. Tunamuombea kila laheri. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema na ampe maisha marefu,
ili Watanzania tuendelee kunufaika naye. Lakini vile vile wazetu wa Beauty Saluni, Sala Beauty Saluni, kwa mchango wenu na sapoti yenu, Mwenyezi Mungu awajalie kila laheri. Sisi wengine tunaona kuna watu wanapenda kudhamini michezo mbalimbali, mpira, basketball, netball, boxing. Wamesahau michezo ya jadi kuidhamini kwa sababu wanaichukulia ni michezo poa poa tu. Lakini kwa wale wanaojua asili ya michezo ya jadi, waliowahi kushiriki michezo ya jadi, lakini wanaojali utamaduni wa Mtanzania, hawatosita katu kuisaidia ama kudhamini michezo hii ya jadi. Kwa hiyo wale niliowataja pamoja na wengineo wote wakiwepo TPMSP, Mwenyezi Mungu awajalie kila laheri, na pale mlipotoa awaongezee maradufu kwa ajili ya kusapoti jambo hili. Bila ya kuwasahau ndugu zetu wa Daga Keki, wataalamu wa keki ndani ya kata yetu ya Ilala, kwa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Siku zote nimekuwa nikisema Watanzania kwa shughuli mbalimbali, iwe graduation, iwe harusi, iwe sherehe za kitaifa ama sherehe za kawaida katika jamii iliyotuzunguka, ukitaka keki bora, tamu, yenye viwango vya hali ya juu, basi fika Daga Keki utahudumiwa. Jambo hili nimekuwa nikisema kokote kwa sababu utamu na ubora wa keki hizi sisi wengine tumekuwa tukiupata mara kwa mara kwa sababu huduma zetu tunazipata kutoka kwa Daga Keki. Kwa hiyo ndugu zangu, leo sio siku ya hutuba, ni siku ya kumsherehekea ama kumuomboleza mzee wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyekuwa rais wa kwanza wa taifa letu kwa maana ya Tanganyika huru, na baadaye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapofanya jambo hili, tunafanya jambo ambalo kwanza kabisa linatukumbusha uzalendo wetu katika taifa letu la Tanzania, lakini namna ambavyo tunaonyesha mapenzi yetu kwa mwananchi mwenzetu, kwa Mtanzania mwenzetu ama Mtanganyika mwenzetu wa kipindi hiko sisi hatujazaliwa, ambaye alifunga safari kuelekea United States of America kwa ajili ya kuomba uhuru wetu wa Tanzania. Hatukumwaga damu sisi kama Angola, hatukumwaga damu sisi kama Msumbiji, hatukumwaga damu sisi kama Afrika Kusini na mataifa mengine ya Afrika. Uhuru wetu sisi ulipatikana kwa mazungumzo, kwa hekima, busara na kipaji alichopewa baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kuna kila sababu ya kusherehekea kwa pamoja ama kuhuzunika kwa pamoja kila inapofika tarehe 14 mwezi wa 10. Na kwa kata ya Ilala, Chamijata, leo tumetimiza wajibu wetu kwa ajili ya kufanya hayo. Ndugu zangu, tupo katika kipindi cha uchaguzi, na mimi nimepata fursa ya kuteuliwa na chama changu, Chama cha Mapinduzi, kupeperusha bendera kwa nafasi ya udiwani katika kata hii ya Ilala kwa mara nyingine tena. Kwangu mimi na familia yangu ni heshima kubwa, lakini vile vile kwangu mimi na familia yangu tunawashukuru sana wakazi wa kata ya Ilala, hususani wa Chama cha Mapinduzi walionipa ridhaa ya kupeperusha bendera hii. Uchaguzi ni tarehe 29. Yapo mambo mengi yamepita. Wapo wanaotishia
usalama na amani ya uchaguzi huo. Lakini tupo ambao tunawahakikishia Watanzania kwamba kutakuwepo na amani, utulivu, mshikamano siku ya kupiga kura na siku nyinginezo, kwa sababu ndio taifa letu tulichokizoea. Hakuna jambo gumu na zito kama kupata uhuru. Kama tuliweza kupata uhuru kupitia Mwalimu Nyerere na waasisi wetu wa taifa hili bila ya kumwaga damu, kwa kwenda kuomba na kujenga hoja, na mwisho wa siku tukawa huru. Leo hii tumeshakuwa taifa huru. Kwa muda wa miaka yote hiyo tuje kumwaga damu kwa sababu tu ya uchaguzi? Tuje kumwaga damu tu kwa sababu kuna Watanzania wako nje ya taifa letu hili, wako Marekani, wako Ubelgiji, wako Uingereza na mataifa mengineyo, wanafadhiliwa maisha yao wao na familia zao, wamepewa kibali cha kurudi Tanzania kwa ajili ya kujenga umoja na mshikamano. Wamerudi, familia zao wameziacha, na kwa sababu wana makubaliano na mataifa hayo kwa ajili ya kuja kukinukisha katika taifa letu kwa ushawishi wao, tunawahakikishia hawatofanikiwa. Hawatofanikiwa na hawatoweza na hawatothubutu kufanya vurugu katika taifa hili lililobarikiwa, kutokana na maombi ya Mheshimiwa mzee wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.